Asante kwa kibali hiki, asante kwa uwepo, asante kwa muda huu. Nyoyo zetu ziko mahali hapa, nafsi zetu ziko mahali hapa. Tumekuja jichovya tena katika utukufu wako. Asante kwa sababu ndio wakati uliochagua huu. Asante kwa sababu natafuta kufanyisia vitu vya ajabu sana. Asante kwa kufungua mbingu kwa jioni ya siku ya leo hapa Jerusalem. Asante kwa kunyosha mkono wako katika kanisa hili. Asante kwa kusaidia watu wako mahali hapa kwa jioni ya siku ya leo, katika jina la Yesu Kristo. Fungua kinywa chako, fanya maombi ya dakika moja, uambie Bwana, siku ya leo usinipite. Karibu kwa yale maombi, karibu kwa yale maombi. Ambia Bwana, siku ya leo. Basi tunashukuru Mungu kwa mahali hapa kwa jioni ya siku ya leo. Sijui wangapi wanafurahi kuwa mahali hapa. Wale ndio wanafurahi kuwa mahali hapa. Sijui wangapi wanafurahi kuwa hapa. Hii semen itakuwa ni semen ya neema nzito. Itakuwa ni semen ya ufungulivu mzito. Itakuwa semen ya visitation divine katika jina la Yesu. Sasa kitu kimoja kenye usifanye kama makosa ni kukosa. Haleluya. Ambia mwenzako, hii semene usikose. Hata na wageni wetu ambao wametembelea siku ya leo, hii semene le Cherubin na Glory of God, hii semene usikose. Wenda Mungu ameleta hii kitu juu yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sijui wangapi wako tayari kupokea vya kiroho jioni ya leo. Tunashukuru Mungu kwa jioni ya leo na kwa wiki yote hii nzima ambayo ametupatia kuwa mahali hapa. Shukrani zangu ziende kwa Mungu ambaye aliruhusu ya kwamba juma yote nzima hapa tuongee kwa niaba yake. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia tena zaidi naleta shukrani zangu kwa baraza la wazee wa Jerusalem, kanisa letu mahali hapa, kwa kuruhusu hii juma yote mzima tuongee kwa ajili ya maneno ya Mungu. Nasema wazee, asante kwa kututeua. Lakini na wewe nimekushukuru ambaye umekuja sikia neno la Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Nimekushukuru kwa sababu haungekuya wenda hii upako ingeisha my vest. Haleluya. Haleluya. Lakini nashukuru kwa kila mtu ambaye alialika mtu, kwa kila mtu ambaye amehudumia jioni ya leo, na kwa kila mtu ambaye amefika kwa jioni ya siku ya leo. Basi nasema baraka za mkutano hizi zianze ambatana na wewe katika jina la Yesu. Lakini pia ninashukuru kwa neema hii. Kwa wale wasionifahamia wananiita Evangeliste Gloire Mdekuza. Niko mtumishi wa Mungu hapa Jerusalem. Nimejaliwa neema ya ndoa. Hautashangilia. Mungu amenipatia ndoa nzuri. Nimeoa mwanamke mmoja mrembo wa kike. Mmoja mrembo wa siasimame basi mahali alipo. Haleluya. Ukweli ni kwamba nimewahi fanya makosa mengi katika maisha yangu, na wewe ulishakafanya makosa mengi. Haleluya. Haleluya. Lakini sikufanyaka makosa kwa ule mwanamke. Haleluya. Basi jioni ya leo uniruhusu tuingie katika maneno yako. Niko nasikia vitu viko vinawaka moto. Haleluya. Haleluya. Sasa ukuwe na position spirituelle. Tubie vitapitikana mahali hapa ukireve.
jefe bakireve na wanaareste. Niko nasema venye vitapitikana mahali hapa, ukireve na unafani, anza jiumbia attitude ya 2026. Niko nasema anza jiumbia attitude ya 2026. Sasa ukibakia sinzia katika haya mambo hapa, na njoo vile mwaka nayo unaweza kupita, lakini niko nataka watu wenye iko ekenge kiroho katika jioni ya siku ya leo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa utasimama kwa miguu yako kusoma neno la Mungu. Tutasoma verse 2. Ya kwanza itakuwa katika Luc 4:19 wala kuanzia ku 18 mpaka 20 pale chini. Juu kuko vitabu nilisoma nikakutana hii verse kwa kuanzia ku 18, zingine zinaanzia ku 19. Na tutamalizia na Wakorinto wa pili 6 mstari wake wa pili. Tusikie katibu atusomee Luc 4:18 kushuka mpaka 20. Luka 4:18 hadi 20. Kusoma jina la Yesu Kristo. Roho wa Bwana yu juu yangu. Ndiyo. Kwa maana Bwana. Nisome Wakorinto wa pili 6 yake 2 katika jina la Yesu Kristo. Kwa maana asema, wakati uliokubalika nalikusikia, siku ya wokovu nalikusaidia. Tazama, wakati uliokubalika ndio sasa. Tazama, siku ya wokovu ndio sasa. Ni maneno ya Mungu. Amen. Naweza kushangilia kwa makofi. Sasa hii semene yote tutakuwa hapa katika mpango huu, na tutakuwa tuko tunaongelea kitu kinasema mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Nisaidie basi unisalimie hata watu 2 3, waambie mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Msalimie kwa kicheko, kwa furaha. Kama ule akusikia unaweza geukia mwingine, msalimie mwatitidi ya 2026. Mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Mungu akubariki sana. Bwana Yesu asifiwe. Kabla sijaanza kiingilio, leo tu nitafanya tu introduction, alafu kesho tunaingia katika vilindi vya neno ya Bwana. Amen. Lakini nisaidie nikupatie ratiba ya kisi tutatumika hii wiki yote nzima. Leo nitapata nafasi ya kufanya kiingilio ya mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Sherti uelewe, Biblia inaposema mwaka wa Bwana uliokubaliwa iko nataka iseme kitu gani. Na kesho nitakuonesha jinsi watu fulani walikubaliwa katika miaka zao. Wala nitakuonesha kitu kinaitwa, kuna mtu ambaye tutaongelea kesho anaitwa Samuel, ambao anaita the Kairos ya Samuel, ambaye mwaka wa Bwana uliokubaliwa wa Samuel. Alafu tukimaliza pale nitakuonesha namna gani mwaka wa Bwana uliokubaliwa iko mwaka ambayo wanaita Jubile. Bwana Yesu asifiwe. Jubile ilikuwa ni siku ambayo wana wa Israeli walikuwa nasabia sabato 7 mara 7 kifeze 49. Mena balikuwa bakifika ku 50e jour, wanasema hii mwaka ni Jubile. Na ndio maana ukisikia mtu anafete 50, wanasema iko na fete nini? Jubile.
Sasa nakuonesha katika roho namna gani jibile ni mwaka wa Bwana uliokubaliwa. Lakini baada ya pale nitakuonesha vitu fulani fulani ambavyo Biblia iko inatuonesha katika hii verse ya Luc 4 ya Luc 4:19 ambayo inasema kuganga watu mioyo. Kweli ni kwamba tunaishi maisha ambayo mioyo yetu imevunjika tayari. Mungu akitembelea kila mmoja wetu katika mkutano huu, angalie eta ya roho yako. Wewe haukwenda na roho, ushakuwa na vipasu. Vitu vya kuvunjika. Sasa hii mwezi, hii semene, Mungu anakuya tibu watu wenye viko na vidonda, jeraha za mioyo katika jina la Yesu Kristo. Yaani kutakuwa restoration katika roho. Biblia inasema kwamba linda moyo wako kuliko kila kitu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu moyo wako ni chemchemu za baraka. Sasa kuna watu hapa tukiangalia mioyo zao zimevunjika na zimevunjikilia, lakini mbingu hii semeni zinakia kuganga majeraha za mioyo katika jina la Yesu Kristo. Lakini nasema kwamba kuachilia huru waliotekwa mateka, hii semeni itakuwa ni semeni ya kuachiwa huru katika jina la Yesu. Kuna watu ambao finance yao ishakamatiwa mateka. Kuna watu ambao ndoa zao zishakamatiwa mateka. Kuna watu ambao huduma zao zimekamatiwa mateka. Kuna watu ambao vitu vyao vya kiroho vimekamatiwa mateka. Lakini hii semeni kutakuwa kuachilia katika ulimwengu wa roho. Kuna watu ambao ndoa zao hapa zinaachiliwa katika. Na baada ya pale nitakuwa niko na kuonesha mwisho namna gani nini inatokea mtu anapoingia katika mwaka wa Bwana iliyokubaliwa, na nini inaitwa tashe na mwaka wa Bwana iliyokubaliwa. Alafu kwa mwisho tutakuwa tuko tunamaliza na somo moja ambalo linaitwa Efata. Hebu sema Efata. Ni neno la Kiebrania, lakini kule mbele tutakula hili vitu. Sasa ni vitu vya kiroho vizito ambavyo vinalomba ukuwe makini mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Libarikiwe tena jina la Bwana. Ni mambo ambayo inalomba ukuwe sensible spiritual. Na katika hii juma yote nitaongea katika ulimwengu wa roho. Wenda hautanielewa, lakini kama uko mtu miongoni ya watu ambao watapokea, ningekusihi sana jipositione katika ulimwengu wa roho. Biblia inasema kwamba mambo ya msalaba ni upumbavu kwa wasioelewa. Niko nataka ukija mahali hapa kuya na mabateri zote ziko anshaji, kwa sababu neema ambayo Mungu atatupatia katika wiki hii itakuwa neema ya uharaka katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Basi sijue kama unaniruhusu tuanze. Kama unaniruhusu tuanze, weka mkono wako juu. Sema Bwana Yesu, nataka sikia marushia yako. Sema na moyo wako katika jina la Yesu. Amen. Kama uko na mtoto mweko wako mpatie jirani. Kama uko na vitu vinaweza kudisturb, iterekeze. Kama uko na agenda yako kokotayo. Kabla nianze kuambia hivi. Wakati yote unasikia mambo ya kiroho inaanza kuya katika maisha yako, wakati yote ile unaanza sikia hamu ya mambo ya kiroho, wakati yote ile unaanza sikia haudharau mambo ya kiroho, jua ya kwamba maisha yako inaenda badilika. Lakini wakati yote ile unasikia kupuuzi mambo ya kiroho, jua ya kwamba kuna shida katika ulimwengu wa roho. Bwana Yesu asifiwe. Sasa nikisema mwaka wa Bwana uliokubaliwa, niko nataka nimaanishe Biblia
inaposema mwaka wa Bwana uliokubaliwa, katika haya mada itagundua kwamba muna maneno mawili makubwa. Kitu cha kwanza ni mwaka wa Bwana. Haleluya. Ni mwaka wa Bwana. Pour dire quoi? Zote zinaweza kuwa miaka, lakini zote haziko za Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Zote zinaweza kuwa miaka, lakini haiko mwaka wa Bwana. Na Mungu anaposema miaka wa Bwana uliokubaliwa, haongelee 2025-26, haongelee 12 mois, haongelee miaka ambazo ni za kibinadamu, haongelee miezi, haongelee posho, haongelee siku zinafanya mwaka. Hapana. Biblia inaposema mwaka wa Bwana iliyokubaliwa, inaongea mwaka wa Bwana katika ulimwengu wa Bwana, lakini haiko katika ulimwengu wa wanadamu. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja aseme amen. Pour dire quoi? Na wakati yote ambao Mungu iko naongelea mwaka, kuna vitu viwili ambavyo nilijifundisha saa yenye nilikuwa niko na meditate kitu. Nikaelewa ya kwamba pour ce qui concerne le temps, Mungu aligabula temps mu vitu viwili. Kitu cha kwanza aligabula temps ambao ni temps ya wanadamu, siku za wanadamu, ambayo mkigreek hizi siku za wanadamu wanaita chrono, ambao tunaita chronometre. Maana hizi siku za wanadamu ndio zile siku zenye Mungu alianza umba, akasema mwanga uwe na ukawa, na ile siku ikakuwa mchana. Akasema giza, akasema jioni nayo ikakuwa siku moja. Sasa zile siku za siku, miaka, muda, hiyo ni miaka ya wanadamu. Mtu mmoja seme amen. Ambayo tunaita chrono katika Kigiriki. Hizi siku zinalinganishwa na ile wakati yenye tuko tunaona pale. Haleluya. Chrono ni chronology ya saa ambayo 60 sekunde ndio inafanya 1 minute. 1 minute, 60 minutes inafanya 1 heure. Et puis 24 heures ndio inafanya siku 7 zinafanya wiki ngapi? Moja. Bwana Yesu asifiwe. Wiki 4 inafanya mwezi, na miezi 12 inafanya mwaka. Na ile kitu iko cyclic, inarudilia. Bwana Yesu asifiwe. Hiyo ndio kitu tunaita chrono, na ndio maana tunaita chronometre. Ile ni wakati ya mwanadamu. Maana Biblia ikisema mwaka wa Bwana iliyokubaliwa, haiko naongea juu ya chronometre. Iko naongea juu ya ile ingine wakati ya pili ambao ni mwaka wa Bwana. Mtu mmoja aseme amen. Maana ile mwaka wa Bwana katika Kigiriki banaita kairos. Mtu mmoja aseme kairos. Sema tena kairos. Maana kairos inakuwa njo mwaka wa Bwana. Lakini kabla nikuelewesha juu ya kairos, nikwambie juu ya hii chrono. Hii chrono kazi yayo kubwa kwa maisha yetu ni makusudi ituletee ordre ya maisha. Haleluya. Ituletee ordre ya nini? Ya maisha. Tujue saa ya kukula, tujue saa ya kulala, tujue saa za kufanya vitu fulani, tujue, yani ipositione maisha yetu murutini. Maana shida ya hii chrono hairudi yake nyuma. Muda ikishapita na inafanya nini? Na inapita.
Haleluya. Nimekuambia sasa kuhubiri sana, nitakufundisha maneno. Maana hii muda ikipita na inapita. Ndio maana Biblia inasema kwamba saisissez le temps, tushike muda vizuri. Maana Mungu akikupatia hii miaka za kuishi, zimaximize. Usizichezee. Inaenda lakini haitarudiaka tena. Lakini maana Mungu akianza sema juu ya mwaka wake uliokubaliwa, anasema juu ya Kairos. Na sana sitabakia kukrono, meleo nakwambia juu ya Kairos. Sema tena Kairos. Maana Kairos ndio mwaka wa Bwana. Kairos ni wakati ambao sasa Bwana anatoka katika umilele wake, anakuya mkrono. Unanielewa? Maana Kairos ni wakati ambao mwanadamu hachagulake, lakini Kairos ni wakati ambao Mungu anaamuaka kwenda visite taifa lake wakati yao. Wamoja wanaelewa? Kairos ni muda ambayo mbingu zinatokaka, zinakuya jiinvesti mu maisha ya mtu, katika siku, katika miaka, katika juma. Kairos ni muda ambayo ni muda ambayo haiwezi kuchunga. Haleluya. Kairos ni muda ambayo haichunganaki, lakini banaijuaka isezi. Mtu mmoja sema sezi. Sema tena sezi. Yani Kairos enoteje bitu ya kiroho hawabipeanake, banajua njo sezi. Mugrek ile sezi wanaita la matano. Sezi, kushika kwa nguvu, kushika avec une foi agressive. Yani unashika na ukamilifu. Bwana Yesu asifiwe. Maana Kairos ni wakati ambayo Mungu anaamuaka atoke mbinguni akuye katika maisha ya wanadamu, na kusudi afanye vitu vyenye viko particulier kudestine ya ule mtu. Na hii semene mahali hapa nimekuja tangaza Kairos ya mtu mmoja katika kanisa hili, ambayo mbingu zitatoka mbinguni zikuya jiinvesti katika maisha yako, na kusudi juu mbinguni waelewe ya kwamba huyu ametembelewa na Bwana. Mtu mmoja aseme amen. Mtu mmoja tena aseme amen. Sasa shida ni kwamba bienye tunazidiana ni namna gani yenye tunajuaka sezi zile nyakati. Zile ni nyakati Kairos, ni wakati maalum mwafaka ambayo Mungu ameteua makusudi afanye quelque chose particulier dans ta vie, makusudi bi affecte destiny yako. Kairos ni wakati ambapo mbinguni zinakubaliaka zishuke makusudi zidefinir quelque chose mu maisha yako. Haleluya. Mena angalia kitu. Mungu ni Mungu mkubwa. Mungu ni Mungu wa ajabu. Alisema kumsalaba tuteta yote imefanya nini? Maana yake nini? Alijua ya kwamba utajuaka hitaji ndogo. Alijua ya kwamba unahitaji utajiri. Alijua ya kwamba unahitaji upako. Alijua ya kwamba unahitaji kuishi maisha bora. Alijua ya kwamba utatembea mataifa. Lakini vile vitu sio zaliwa, akasema ili vitu siwezi vipatia huyu mwanadamu kwa wakati. Akaenda akakamata
yote yenye unahitajika kuishi maisha bora akibitia katika wakati wanaita Kairos. Bwana Yesu asifiwe. Akabitia katika Kairos, na kusudi vile vitu viende vinakufikia katika mafungo. Siseme mafungo, fungo, furushi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yani Mungu anapopatia watu wake vyao, anavipatiaga katika mafurushi. Kwa sababu Mungu hawezi kupatia baraka zote tunahitajika kulimoya. You are too small to receive it. Yani uko kidogo sana kupokea vile vitu. Juu ya difference katika ulimwengu. Mungu ni Mungu mkubwa. Kwa mfano, imagine toi tembo ianze kutafuta kugusa siafu. Kama haiangalie bien, inaweza ifanye nini? Iharibisha. Pourquoi? Parce que monde ya tembo na siafu haviko mumonde moya. Mena nashie tuko kama siafu mbele za Bwana. Aliona baraka zetu zote kuzikupatia kwa limoya, hatuwezi zistahimili kwa sababu viko vizito sana. Mena anaenda viplace muma moment particulier yenye viko karakteriziano Kairos, makusudi ya kwamba ile moma ikupita. Bwana Yesu asifiwe. Makusudi ya kwamba ile moma ikifika huko kitu cha kiroho kenye unapaswa kuanza kupokea kutoka kwa Mungu. Ile moma ikipita, Mungu anaiorganize makusudi pake ya kiroho yenye inafunguka katika ile muda maalum kuipokea, inakufikia na Mungu anasema pake yako ya siku ya leo umeipokea. Sasa vile vitu Mungu alitiaka mkairos, mkrono, anavitiaka munini? Sema tena Kairos. Sema tena Kairos. Sasa watu wengi wako mahali hapa benye ukweli kwamba hakukwake mtu wa ajabu maisha, lakini benye tunashindania ni ile opportunity ya kusezire le Kairos. Mtu mmoja sema amen. Hakuna mtu wa maana wa maisha. Unaweza ona mtu unaona anaendelea, unasema huyu mtu alifaka nini? Yenye ule mtu alifaka ni kujua sezire Kairos. Haleluya.